the Lord. Wangapi mko tayari kupokea toka kwa Bwana? And I know God is going to speak to you. Najua Mungu anakwenda kuongea na wewe. I want to raise my daughter Nazarena. Nataka kuminua binti yangu Nazarena To speak to us today. kuzungumza nasi leo. Nataka makofi mengi kwa Bwana. Amen. Makofi mengi kwa Bwana. Amen. This year, mwaka huu, I want to see the generation of fire. naweza kuona kizazi cha moto. Hallelujah. Amen. I want to give you the story of my daughter here. Nataka nikupe historia ya binti yangu hapa. You know how my daughter came here in Mbeya. Unajua jinsi binti yangu alivyoingia hapa Mbeya. All of you don't know. Ninyi wote hamjui. But I know. Lakini mimi najua. When I went for my announcing my wedding in Dodoma. Alipokwenda kutangaza uchumba wa ndoa yake Dodoma. My daughter was the chairman of girls in Dodoma. Binti yangu alikuwa ni mwenyekiti wa mabinti pale Dodoma. And when I stood, na niliposimama, I was in a very good suit. Alikuwa yeye katika suti nzuri. And I'm having my beautiful wife close here. Alikuwa na mke wake mzuri karibu yake. And Nazarena stood up. Na Nazarena akasimama. And he said to the people, na akawaambia watu, today we have shemejis. Leo tuna shemeji. Oh my goodness. Oh Mungu wangu. And she was very happy. Na alikuwa na furaha sana. And very excited. Na akiwa na bashasha za kutosha. And she came to my wedding here. Alikuja kwenye ndoa yangu hapa. So I saw how pastor was very happy with her. Kwa niliona jinsi gani mchungaji alivyokuwa na furaha pamoja. Pastor Emmanuel. Then I say, na nikasema, Father, Baba, this girl, huyu binti, this woman, huyu mwanamke, I want her to my church. Namtaka kanisani kwangu. And God, you know, na Mungu unajua, how you will bring her to my church. Utamletaje kanisani So kwangu. today he is here. Kwa leo yuko hapa. Hallelujah. Amen. So my prayer was answered. Kwa hiyo maombi yangu yalijibiwa. So also that day she was dancing. Kwa hiyo siku hiyo alicheza sana. She was saying, my shemeji. Akasema shemeji yangu. Today, leo, my pastor. Mchungaji wangu. God bless you. Mungu akubariki sana. Amina dadi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, majeshi ya Bwana. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Ni kweli alivyosema baba yangu, nilikuwa na vibe la kutosha. Nilifurahi kwa ajili ya shemeji yangu, lakini leo ni baba yangu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Namtukuza Mungu kwa ajili yake, kwa sababu aliomba na imekuwa katika jina la Yesu. Amina. Pia namshukuru Mungu kwa kunipa neema na kibali kusimama katika madhabahu yake takatifu mbele ya watoto wazuri walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sauti iligoma, lakini mchungaji jana aliniambia utasimama na utahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Mashahidi tuliokuwa kwenye maombi ile siku na marizia, sauti iligoma kabisa, haitaki kutoka, lakini nikajua kabisa shetani anajua anakwenda kupambana na nini. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Basi nisiwe na maneno mengi wapenzi. Siku ya leo tutakwenda kujifunza somo linaitwa unyenyekevu. Unyenyekevu. Naomba nimshukuru Mungu kwanza. Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu, rafiki yangu wa karibu, mimi binti yako, mtoto wako Nazarena, niko katika madhabahu yako takatifu. Bwana Yesu, ninalitukuza jina lako na kulibariki, kwa maana wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa kunipa kibali, neema na upendeleo siku nzuri hii ya leo, Bwana Yesu, ambayo ulijua toka kuumbwa misingi ya dunia ya kwamba tarehe 25 ya mwezi wa kwanza 2026 nitasimama katika madhabahu ya CAG hapo the Seat of Joy na kulinena neno lako la uzima. Asante Baba Mungu wa uaminifu kwa kuitimiza ahadi yako juu ya maisha yangu.
litukuzwe na libarikiwe jina lako. Ninajiweka wakfu mbele zako mtakatifu, naweka wakfu watakatifu wote walioko mahali hapa mbele zako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako ya thamani. Ninaomba Mungu Roho Mtakatifu ukatamalaki mahali hapa, Bwana Yesu, pale tunapokwenda kulisikia neno lako la uzima. Ninaomba Bwana Yesu, neno lako likafanyike uzima ndani yetu, neno lako likafanyike uponyaji ndani ya mioyo yetu, na likabadilishe maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Na kwenda kinyume na kila fikra mbaya, kila mawazo yanayojiinua kinyume cha neno la Kristo, mimi ninakwenda kinyume nayo, ninayapinga katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, mwalimu wetu na kiongozi wetu, tamaraki mahali hapa, ni katika jina la Yesu Kristo. Neno hili likanifae mimi pamoja na wana wa Mungu walio mbele ya madhabahu yako takatifu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Amen. Ubarikiwe mwana wa Mungu kwa kupata neema. Yaani nimevaa kiatu kirefu lakini bado ni mfupi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nisogee kwa hapa. Nimesema leo tutakwenda kujifunza kwa ajili ya somo linaitwa unyenyekevu. Tutakwenda kujifunza somo linaitwa unyenyekevu. Abeli mwana wa Mungu, naomba utakuwa ukinisomea maneno, na Mungu Roho Mtakatifu atanisaidia, nitakuwa mwaminifu kwa muda. Baba, anamaliza saa ngapi? Haleluya. Tunakwenda kujifunza somo linaitwa unyenyekevu. Wana wa Mungu, unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni tabia ya mtu kujishusha, kuto kujiona bora zaidi ya watu wengine, na kuwa tayari kujifunza kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio unyenyekevu. Yaani ni tabia ya kujishusha, tabia ya kuto kujiona wewe ni bora kuliko watu wengine, na tabia ya kujifunza kwa watu wengine. Huo ndio unyenyekevu, wana wa Mungu. Yangu niliweka kwamba unyenyekevu ni hali ya kutambua thamani ya mtu mwingine. Huo ndio unyenyekevu. Unapotambua thamani ya mtu mwingine, unakuwa una moyo wa nini? Wa unyenyekevu. Nabii yake nikasema ya kwamba ni kutambua chochote ambacho Mungu amekupa kwa neema. Hata mimi Nazarena kusimama mbele zenu wana wa Mungu ni kwa neema ya Kristo. Siwezi kujisifu kwa namna yoyote ile. Hivyo napaswa kuwa na moyo wa unyenyekevu mbele za Mungu kwa sababu ya neema ambayo Mungu ameiachilia ndani yangu. Lakini ninapojiona mimi ni bora kuliko wengine, huo sio unyenyekevu, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema ya kwamba unyenyekevu ni hali ya kuwa mwepesi kupokea makosa na kuyafanyia kazi. Unyenyekevu ni hali ya kupokea makosa na kuyafanyia kazi. Pale ninapoona kwamba nimekosea, ninaye baba yangu wa kiroho Mchungaji John Oscar Ongele ambaye alikuwa ni shemeji yangu huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokuwa nimekosea, baba yangu anaponisema kwamba Nazarena, hivi na hivi haujafanya vizuri, napaswa kuwa mnyenyekevu kwa yale makosa ambayo nimefanyaje? Nimeyafanya kwa kujishusha. Tuko pamoja wapenzi? Haleluya. Nadii, unyenyekevu ni hali ya kumsikiliza mtu mwingine hata kama ni mtu wa chini kabisa. Unyenyekevu ni ile hali ya kumsikiliza mtu mwingine hata kama huyo mtu kwa hali ulionayo wewe, huyo mtu ni mtu wa chini kabisa. Huo ni unyenyekevu. Nadhani tunaelewa wana wa Mungu. Watu wengi ambao wamekuwa wamebarikiwa, Mungu ameachilia neema juu yao ya baraka, anakuwa na ile hali ya kutokuwa mnyenyekevu, kwamba nikae nakaa na huyu naongea naye nini? Huyu ataniambia nini? Huo sio unyenyekevu. Kwa ile hali ya kumsikiliza mtu ambaye unaona huyu mtu kwa hali nilionayo mimi, huyu yuko chini kabisa. Mwana wa Mungu, nataka nikwambie mpenzi,
Huo ndio unyenyekevu. Naomba unisomee waraka wa kwanza wa Petro 5:5. Sura ya 5 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 5 na mstari wa 5. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Haleluya. Hapo anaambiwa kwa habari ya kijana kwamba kijana anatakiwa kuwa nani? Kuwa mnyenyekevu. Kumbe ninapokuwa mnyenyekevu, Mungu anaachilia neema ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawapinga watu wenye kiburi. Kama nina kiburi ndani yangu, Mungu anaponiangalia Nazarena na kuona nina kiburi ndani yangu, Mungu lazima atanipinga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini Mungu huyu alivyo mwema na mwaminifu anaachilia neema kwa nani? Kwa mtu ambaye ni nani? Ni mnyenyekevu. Kwa hiyo unapokuwa mnyenyekevu, wewe kijana, mimi mama, baba, Mungu lazima aachilie neema ndani yako. Haleluya. Unyenyekevu pia wapenzi unaambatana na upendo. Kama sina upendo, mzee Mwaseba, siwezi nikakunyenyekea. Kama sina upendo, hata kijana wangu hapa, mimi ni mama mlezi wa vijana. Vijana huwa wananishirikisha mambo mengi. Kama sina upendo nao, siwezi kuwa na unyenyekevu wa kukaa nao na kuwasikiliza. Wao ni mashahidi, wananijua kwa sehemu. Hivyo ndugu zangu, katika jina la Yesu Kristo, tunapaswa kuwa na unyenyekevu, na hata vijana wangu tunapaswa kuwa na unyenyekevu ili Mungu wa mbinguni aachilie neema juu ya maisha yetu. Amen. Na huo unyenyekevu nimesema unaambatana na nini? Na upendo. Na pia unyenyekevu unaivuta neema ya Mungu katika maisha ya yule mtu ambaye ananyenyekea. Unapokuwa mnyenyekevu, mwana wa Mungu, neema ya Mungu itakuja kwako. Utavuta neema ya Mungu kuja katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tupo kujifunza kwa habari ya unyenyekevu, lakini tunaona Yesu Kristo ni picha halisi ya unyenyekevu wetu. Yesu Kristo ni picha halisi ya unyenyekevu wetu. Tunaona Yesu alijinyenyekeza mpaka mauti, na mauti ya msalaba, mwana wa Mungu. Akafa kwa ajili yangu mimi na wewe. Bila unyenyekevu wa Yesu Kristo, mimi Nazarena ambaye nimesimama katika madhabahu hii ya Mungu aliye hai, nataka niwaambie, nisingekuwa hapa leo hii mbele zenu, na wala msingenijua mimi, na wala baba yangu mchungaji John Oscar Ongele asingenijua mimi kwa maisha yangu niliyokuwa nikiishi huko nyuma. Lakini atukuzwe Yesu Kristo ambaye ni picha halisi ya unyenyekevu katika maisha yetu. Akajishusha mpaka mauti. Akasema, acha nimkomboe Nazarena. Acha nimkomboe mtumishi wa Mungu. Acha nikomboe wana wa Mungu walioumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Leo hii tuko kwenye madhabahu hii tunaselebuka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaselebuka kwa sababu gani? Kwa sababu ya unyenyekevu aliokuwa nao Yesu Kristo. Lakini Yesu angeangalia, Mungu anasema ni mtume nani? Angesema hapana. Maana alijua mauti anayoiendea ni namna gani. Angemute. Lakini kwa unyenyekevu akasema, nitume mimi Bwana. Haleluya wapenzi. Amen. Kwa hiyo kwa unyenyekevu wa Yesu Kristo, leo hupo Calvary Assemblies of God. Kwa unyenyekevu wa Yesu Kristo,
mpenzi, unaingia patakatifu pa watakatifu kwenda kujimimina kwa Mungu na kumwambia shida zako na haja za mioyo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona picha halisi ya unyenyekevu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, na sisi tunatakiwa kufuata njia za Yesu Kristo, kuwa wanyenyekevu sawasawa na Yesu, maana tumemkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hivyo na sisi tunapaswa kuwa wanyenyekevu kwa Mungu na wanyenyekevu kwa wanadamu pia. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukawa unasema unamnyenyekea Mungu ikiwa mwanadamu ambaye unamuona aidha ni baba yako wa kimwili au wa kiroho, halafu hauna unyenyekevu kwake. Aidha ni kiongozi wa dini au wa serikali, mahali ambapo labda unafanya kazi au katika shughuli mbalimbali unazozifanya, haunyenyekei huko, halafu tukakuita nani? Mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie wapenzi, Yesu Kristo ndiye picha halisi ya unyenyekevu. Tunajifunza unyenyekevu kwa Yesu Kristo mwenyewe. Tumemuona Yesu Kristo aliyestahili kukaa enzini, lakini alilazimika kunyenyekea mpaka mauti, nikaokolewa mimi na wewe. Na pili, usifanye jambo lolote kwa kiburi, bali kwa unyenyekevu. Amen. Tunatakiwa wapenzi, jambo lolote tunalolifanya katika maisha yetu tusifanye kwa kiburi. Amen. Tunapaswa kufanya kwa unyenyekevu, kwa sababu tumeona neno la Mungu linasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi, bali anawapa neema wanyenyekevu. Vijana wangu wa kike na wa kiume, nataka niwaambie kwa jina la Yesu Kristo, 2026 Mungu aachilie neema unyenyekevu ndani ya mioyo yetu. Amen. Ndani ya maisha yetu. Amen. Tusiwe kwazo au tusiwe teso kwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Au watumishi wa Mungu tulioitwa kwa ajili ya kazi ya Kristo, tuwe wanyenyekevu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tukatae kiburi. Nataka niwaambie, Mungu ataachilia neema kuna ya ajabu katika maisha yetu. Naomba unisomee Mithali 3:34. Mithali sura 3 mstari wa 34. Mithali 3:34. Mstari wa 34, Biblia inasema hakika yake huwadhalau wenye dhalau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Hakika yake huwadhalau wenye dhalau. Ili ni neno la Mungu mpenzi. Ili ni neno la nani? Ni neno la Mungu. Anasema hakika yake yeye Mungu anawadhalau wenye dhalau, lakini anafanyaje Abel? Bali huwapa wanyenyekevu neema. Haleluya. Amen. Sasa mpenzi, mimi naweza nikakudhalau Nazarena ukaumia, usilale, ukakaa unawaza mbona amenidhalau, amenionaje? Nataka nikwambie mwana wa Mungu, Mungu akikudhalau, haleluya, Mungu akikudhalau hali inakuaje? Mungu aliyekuchora kwenye vitanga vya mikono yake akikudhalau wewe mwenye dhalau, hali ya maisha inakuaje? Hali ya kiroho inakuaje? Mungu na atusaidie. Amen. Mungu wa mbinguni na atusaidie. Amen. Kama tunajijua nina kidhalau fulani ndani yangu, Bwana Yesu, neno lako limesema ya kwamba hakika yako unawadhalau wenye dhalau. Mimi Yesu, ndani yangu nina dhalau. Naomba Baba usinidharau. Shuka, mwana wa Mungu, shuka, jinyenyekeze mbele za Mungu. Amen. Ili Mungu aachilie neema ndani yako. Amen. Kwa Mungu hakuna jambo gumu la kumshinda. Amen. Jinyenyekeze. Amen. Tulikuwa tunadharau hapo nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulienda mbele za Mungu. Amen. Tulijinyenyekeza. Amen. Mungu alitufinyanga, yeye aliyemfinyanzi. Amen.
akaachilia neema ndani yetu. Amen. Na leo tunasimama katika madhabahu ya Mungu tukiwa na ujasiri, kwa sababu neema ya Kristo iliachiliwa ndani ya watu waliokuwa na mioyo yenye dharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Naomba unisomee Wafilipi 2 sura ya 3 mpaka ya 8. Wafilipi 2:3 mpaka 8. Mungu wa mbinguni na atusaidie. Wafilipi 2:3 mpaka 8, Biblia inasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Haleluya. Amen. Tunaambiwa mstari wa 3 anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu mwenzie kuwa ni bora kuliko nafsi yake, kama ambavyo Yesu Kristo alikuhesabu wewe na mimi kuwa ni bora kuliko nafsi yake, mwana wa Mungu. Kwa hiyo matendo yoyote tunayoyafanya, wana wa Mungu, tusitende kwa kunung'unika au kwa kushindana. Mungu wa mbinguni hataki hivyo. Unapofanya kazi ya Mungu, ifanye kwa upendo, ifanye kwa unyenyekevu, ifanye kwa utii, kama ambavyo Yesu Kristo alifanya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya kazi ya Mungu kwa kushindana, hakuna thawabu ambayo utaipata. Nataka niwaambie wana wa Mungu, ninapofanya kazi ya Kristo Yesu kwa neema ambayo Mungu ameiachilia ndani ya maisha yangu, Mungu lazima atukuzwe. Lakini nikitaka kushindana, labda nataka kushindana na Elina mwana wa Mungu pale, tuonyeshane, mimi ni mama wa vijana, mama mlezi wa vijana, na yeye ni kiongozi wa mama, tuone nani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukifanya kwa kushindana, jina la Bwana litatukanwa. Lakini tukifanya kwa unyenyekevu, Mungu atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe wapenzi. Kwa hiyo Mungu anatuambia kwamba jambo lolote lile tunapaswa tufanye kwa unyenyekevu. Yaani upaswi kujivuna, kwamba mimi pale kanisani mimi ndio bora. Mimi ni bora kuliko wengine wote. Mimi pale kanisani hakuna anayenifikia. Mimi ni muombaji Bwana. Mimi muimbaji, hakuna anayenifikia. Wale hawanipati. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, Mungu aniponye na akuponye pia. Jambo lolote la Mungu tunapaswa tufanye kwa unyenyekevu. Kama ambavyo tulipewa kazi ya Kristo kufanya, tumefanya kwa unyenyekevu. Tukishirikiana, tukania mamoja, tumeona utukufu wa Bwana jinsi unavyojidhihirisha mahali pale. Lakini tukifanya kwa kushindana, hatungefika mahali popote pale. Tuone fulani simtoaji, atajijua mwenyewe, tuache hiyo nyumba ya Bwana, tuone kama ataijenga, ataimaliza. Nataka niwaambie wapenzi, Mungu wa mbinguni na wabariki, upande wa vijana, upande wa wababa na wamama, na kanisa kwa ujumla. Kazi ya Mungu tumeifanya kwa unyenyekevu. Tumetii kutoka kwa baba yetu mchungaji, kutoka kwa viongozi wetu wa ujenzi. Tunapoambiwa kuna kitu fulani kinahitajika, wa mama kwa unyenyekevu mkubwa tunaingia kutafuta pesa na tunaleta. Vijana hata wengine ni wanachuo, hawana pesa, lakini kile kidogo wamenyenyekea mbele za Mungu na kusema Bwana, na mimi nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tungefanya kwa mashindano, tusingefika popote pale. Tunaona neno la Mungu linasema tunatakiwa kuwa kama Kristo
yeye alijinyenyekea mpaka mauti, naam, mauti ya msalaba, mwana wa Mungu, tukapata wokovu. Narudia tena, na sisi tunatakiwa kuendelea kuwa wenyenyekevu kwa ajili ya kazi ya Kristo, na tutaona jinsi ambavyo Mungu ataachilia neema kubwa sana katika maisha yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Amina. Hapa sasa, wapenzi, nikaweka kinyume cha nini? Cha unyenyekevu. Tumeona unyenyekevu ni nini, na tunakuja kinyume cha unyenyekevu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Mtu ambaye siye mnyenyekevu ni kiburi. Hata ukimwambia afanye nini, hawezi kukusikiliza wala kuwa mnyenyekevu kutii, lazima atakuwa kiburi. Kwa hiyo kinyume cha unyenyekevu ni kiburi, ambako kiburi matokeo yake ni mauti. Na pili, ukiwa na kiburi, Mungu hawezi kusimama na wewe kamwe. Mimi nikiwa na kiburi, Mungu hawezi kusimama na mimi kamwe. Mwana wa Mungu, nataka nikwambie mpenzi wangu katika Kristo Yesu, laiti kama ukiwa na kiburi, Mungu anawapinga wenye kiburi. Hawezi kusimama na wewe. Utaomba, utafunga, utatoa sadaka, lakini maadamu una kiburi ndani yako, Mungu anakupinga. Hata hiyo sadaka yako mbele za Mungu ni bure. Huwa nawaambiaga wanangu ya kwamba tuwe wanyenyekevu. Unapokuwa na kiburi, umewakwaza watu, umewafanyia mambo ya kiburi na kuwaumiza watu huko, unakuja mbele za Mungu, unaileta sadaka yako hapa, unajipaka mavi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unakuja hapa, unajipaka mavi na utaondoka na mavi yako. Nani anapenda mavi? Nani anapenda kusikia harufu ya mavi? Akanyage tu mtu pale nje, hayo mavi aingie nayo humu ibadani, kutakalika. Tuko. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo ukiwa mtu mwenye kiburi, Mungu akikupinga, ina maana hata sadaka zako wewe umeshapingwa. Na kama umepingwa, ni nani atakutaka? Nataka nikwambie, neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu Kristo alimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Nasi wana wa Mungu tunatakiwa kumpendeza Mungu pamoja na nani? Na wanadamu. Tukatae kupingwa kutokana na kiburi. Kiburi cha namna yoyote ile tukipinge kabisa katika maisha yetu, kabla Mungu aje tushughulikia yeye mwenyewe. Na pili nikasema tatu, kiburi kinaondoa kukubaliwa na Mungu na wanadamu pia. Na nne, kiburi kinasababisha kushushwa na Mungu. Naomba unisomee Zaburi ya 19 mstari wa 13. Zaburi ya 19 mstari wa 13. Zaburi ya 19 mstari wa 13. Biblia inasema, umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasitawale kumlazi. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Mtumishi wa Mungu nani huyo? Daudi. Daudi anamuomba Mungu, umzuie mtumishi wako asitende mambo ya nini? Mambo ya kiburi. Kumbe wana wa Mungu tunao uwezo wa kwenda mbele za Mungu na kumwomba Mungu atusaidie. Azuie kiburi kisije katika maisha yetu. Azuie kiburi kisije kwa watoto wetu. Ina maana utakapotenda mambo ya kiburi, utafanya mambo ya ajabu na hautapata kibali mbele za nani? Mbele za Mungu. Tunaona kabisa mtumishi wa Mungu, mfalme huyu Daudi alikuwa ni mfalme, tena alikuwa ni kipenzi cha Mungu, lakini anaenda kunyenyekea mbele za Mungu na anamuomba Mungu azuie moyo wa kiburi. Kwa sababu gani? Kuna kipindi alikatazwa asihesabu watu, wakahesabu kwa ajili ya kiburi, wakapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mpenzi, Mungu anisaidie Nazarena, akusaidie na wewe mpenzi wangu. Zuia kiburi.
Unapoona kuna kiburi kinataka kuinuka, sema kiburi ninakizuia katika jina la Yesu. Toka katika maisha yangu. Nataka nikwambie kitakukimbia. Hakitakaa katika maisha yako. Kwa maana kiburi kitaleta uangamivu, kitaleta uharibifu katika maisha yako. Tunaelewa sisi ni wazazi, wale watoto wenye viburi mioyo yetu haiko pamoja nao. Unasema wewe si kiburi, endelea na kiburi chako. Nataka niwaambie Mungu ni zaidi. Mungu wetu ni zaidi. Amen. Amina. Unawezaje kuonyesha unyenyekevu? Najitahidi kukimbia baba. Unawezaje kuonyesha unyenyekevu mwana wa Mungu? Kwanza, kwa namna ambavyo unaongea au unawasiliana na watu inaonyesha unyenyekevu wako. Nitawezaje kuonyesha unyenyekevu wangu? Kwa namna ninavyoongea au ninawasiliana na watu. Yaani inaonekana tu kiburi. Tupo ndugu zangu. Si tunaelewa? Kuna mtu mwingine yani jinsi anavyoongea na wewe, yaani unajua kabisa hapa huyu ameshanimaliza, ameshanidharau, sina haja ya kuendelea kufanyaje? Kuendelea kuongea naye. Kwa hiyo jinsi unavyoongea na watu, fanya hiki, mimi nimechoka, nitafanya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na atusaidie sana. Mungu na atusaidie. Tukawe na moyo wa unyenyekevu. Mika 6:8. Mika 6:8. Mika 6:8 Biblia inasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mungu wetu anataka nini? Anataka haki. Na sisi tunatakiwa kwenda kwa unyenyekevu mbele za nani? Mbele za Mungu. Neno la Mungu linatuagiza tuishi maisha ya unyenyekevu. Vitabu vipo vingi, nitakutajia, utasoma kwa wakati wako na Mungu akupe neema mwana wa Mungu. Utaenda kuangalia kitabu cha Waefeso 4:1-2. Muda wangu unakimbia wapenzi. Nataka kuwa mnyenyekevu. Waefeso sura 4 mstari wa 1 na wa 2. Hiyo inaelezea unyenyekevu unaambatana na upole. Utaenda kusoma, Mungu akupe neema. Alafu nikasema ya kwamba maisha ya unyenyekevu ni pamoja na kuwahesabia wengine kuwa bora kuliko sisi. Hayo ndio maisha ya unyenyekevu. Utaenda kuangalia Waebrania 12:28. Unyenyekevu ni ibada ya kumpendeza Mungu. Waebrania 12:28. Naomba mnisamee kama nitakuwa ninaenda haraka haraka. Unyenyekevu ni ibada ya kumpendeza Mungu. Kuna kipindi mchungaji Lamek hapa alitufundisha kwa habari ya unyenyekevu. Tunapokuwa mbele za Mungu, kama ni kuabudu, unaposema Bwana ninakuabudu, ninasujudu, unatakiwa kweli kusujudu. Kama ni kunyoosha mikono mwana wa Mungu, unatakiwa kufanyaje? Kunyoosha mikono. Huo ni unyenyekevu mbele za Mungu. Kama ni kugalagala, mwana wa Mungu jiachilie. Sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Garagara mwana wa Mungu. Onyesha unyenyekevu mbele za Mungu. Hizo nguo utakwenda kufua. Si uko mbele za Mungu aliyekuumba? Hebu onyesha unyenyekevu ya kwamba Yesu, bila wewe mimi nisingekuwa hapa leo hii. Bila wewe Yesu, neema hii ya wokovu nisingeipata. Jigalegale, galagala, jigalegaz nini? Kiswahili kigumu. Bwana Yesu asifiwe. Jigalagaze mbele za Mungu, kumwonyesha Mungu kwamba Mungu, mimi ninanyenyekea mbele zako, kwamba bila wewe mimi si kitu. Mimi si kitu Nazarena. Yaani wewe jiachilie mbele za Mungu. Utaangalia Zaburi ya 51 mstari wa 17. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Inasema, nitasema kwa haraka, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika,
moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hautaudharau. Mungu anapoangalia moyo uliovunjika, moyo uliopondeka mbele zake, Mungu kamwe hata udharau moyo wako. Kuwa mnyenyekevu, mwana wa Mungu. Na pili nikasema ya kwamba Mungu anapenda moyo usio na majivuno. Moyo usio na majivuno. Unaposoma katika Biblia, sikumbuki ni kitabu gani, tunaona kuna wana wa Mungu, watu wawili wameenda kwenye maombi. Kuna mmoja anajisifu, yuko mbele za Mungu, anakuambia, anasema, Bwana, tazama mimi ninafunga kwa juma mara 2, ninatoa sadaka. Anajivuna mbele za nani? Mbele za Mungu. Anajikweza, anajiona yeye ni bora. Lakini tunamwona yule jamaa mwingine alijibanza kwenye kona kama pale, akaanza kuomba toba, akaanza alijishusha, aliuvunja na kupondeka moyo wake. Tunaona neno la Mungu linasema Mungu alimwangalia yule. Kwa hiyo nataka niwaambie wana wa Mungu, Mungu anapenda moyo ulioshuka mbele zake, ukiambatana na unyenyekevu. Na ishara ya kunyenyekea inamfanya Mungu ashuke na kujifunua zaidi katika maisha yako. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, unapoonyesha ishara ya kujinyenyekeza mbele za Mungu, Mungu anajifunua na anashuka katika maisha yako. Na kingine, tunaponyenyekea Mungu anaachilia neema juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wana wa Mungu, ninawaomba katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu ni mwaminifu na wa haki. Neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa kwanza 1:9, anasema Mungu ni mwaminifu ambaye amewaita ninyi muingie katika ushirika wa mwanawe mpendwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu, yeye alijinyenyekeza mpaka mauti, naam, mauti ya msalaba. Nasi wana wa Mungu tunapaswa kuwa waaminifu vivyo hivyo, kuwa wanyenyekevu kama Yesu Kristo alivyofanya tukapata wokovu, ili Mungu aendelee kuachilia neema juu yetu. Asanteni, Mungu awabariki. Naomba niishie hapa katika jina la Yesu. Asante Baba, naomba nimshukuru Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu wa rehema. Asante kwa neema yako kuna ajabu. Bwana Yesu, umekuwa pamoja nasi kwa muda huu tukiwa tunajifunza somo la unyenyekevu. Bwana Yesu, tusaidie Bwana, achilia roho ya unyenyekevu ndani yetu. Tunatupa nje roho za kiburi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Bali Mungu, ukapinge zile roho za kiburi ndani yetu, ukapinge zile roho za majivuno na roho za kushindana ndani ya wana wa Mungu. Achilia neema yako katika jina la Yesu. Kama ambavyo uliachilia unyenyekevu, kama ambavyo ulinyenyekeza mpaka mauti, vivyo hivyo Bwana Yesu, nasi watoto wako tulioitwa kwa jina lako tunahitaji neema hiyo katika maisha yetu. Tunahitaji neema hiyo Baba kwa watoto wetu. Tunahitaji neema hiyo katika ndoa zetu na katika huduma Bwana Yesu, ili Mungu uendelee kuachilia neema yako katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na kupokea unyenyekevu ndani yetu. Amen.